لحمله ألما ولا ثقلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بعث للتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، يا سيد العقلاء ويا خير الورى، ويا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. أيها الناس، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إنه يحب المتوكلين، وادعوه ربكم إنه مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أيها المشاهدون الكرام السيدون والسيدات، nichukue fursa hii ikiwa kwa saa za kwetu Tanzania ni saa 8 na dakika 25 rasmi. Leo tunafungua Busat. Naona leo watu wamekawia, wamechelewa kufika, lakini wacha tuanze insha Allah. Niabatan walokuwepo na kukaribisheni nyote na wengine watakaotokea mbeleni insha Allah. Tunafurahi sana. Wanasema is our usual without missing. Ni kama kawaida yetu bila kukosa Busatu hili bimashiatillah. Na hili Busat lengo lake kubwa ni kuzalisha furaha, kukutana kwa pamoja na kuienzi siku ya Ijumaa. Lakini pia ni sehemu ya kukusanya mashekhe mbalimbali, kila mwenye maneno yake aje yaseme yapeperushwe ulimwenguni ili watu wapate kustafidi. Leo nitazungumzia nukta 3 tu basi. Khutba tumezungumzia leo amani, lakini sidhani kama nitaitilia taaliq. Jambo la kwanza nitazungumzia kupendana. Jambo la pili nitazungumzia huruma. Na jambo la 3 taaluma ya kuishi nayo katika maisha. Kwa kweli upendo ni jambo kubwa sana. Watu wanaona upendo jambo la mchezo, lakini upendo au lugha nyingine mapenzi yana majina takriban 15 mpaka 20 katika lugha ya Kiarabu. Kuna taalluq, kuna sababa, kuna gharam, kuna ishqi, kuna shaghaf, kuna khalili, a'la al-hub. Na haya mengi yamesimuliwa ndani ya Qur'ani. Gharam, Allahumma sirif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. Kuna shaghaf, mratul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Shaghaf wanaita hubbul qatil, mapenzi ya mafuriko. Na mapenzi ni mapenzi. Angalia mwanamke akiwa ana uwezo wa kukuhendeli akakupa mapenzi,
basi Qur'ani humbadilisha jina, haimuiti imra, inamuita zauja. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Sayyida Hawa alikuwa ni anisa, ni jalisa, ni sharika kwa Sayyidina Adam. Kwa hiyo kila kilma kinachomhusu mara nyingi huitwa zauja. Hata Sayyida Khadijatul Kubra alimliwaza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mara nyingi huwa hutumika kwa neno la zauja. Lakini mwanamke akiwa na tabu huitwa imraa, mapenzi akiwa yana shida. Daraballahu mathalan lilladhina amanu alafu lilladhina kafaru imraata Nuhin wa imraata Lut. Angalia, wameitwa imraa. Hawakuwa na salama kwa waume zao. Kwanza walikataa ile dini, Lakini Sayyidina Zakaria asema kaifa yakunu li ghulamun wa imraati aqira, akusema wa zaujati, mke wangu mwenyewe imraa. Sasa mbona mkewe Sayyidina Zakaria kaitwa imraa, kakosa kuitwa zauja? Baadhi ya ulama anasema pamoja ni mkewe, lakini alikuwa na maneno makali kwa Nabii Allah Zakaria, akanyang'anywa jina la zauja, akaitwa imraa. Kwa hiyo mapenzi si jambo dogo, mapenzi ni jambo kubwa sana. Mapenzi au upendo una mambo manne, au uko sehemu 4. Sehemu ya kwanza, mapenzi au upendo ni upendo wazungu wanauita romantic love. Romantic love haya yanawahusu mke na mume. Mapenzi haya ndani ya Qur'ani yaliitwa mawadda, na Allah alianzia mbali, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwanza kukaja zauja, litaskunu ilaiha. Miongoni mwa alama, aya ziko mbili Habibi Masange, kuna ayatu maqru'a wa ayatu mar'iyya. Kuna aya za kusoma, zile maqru'ati ziko ndani ya Qur'ani, na mar'iyati majabali, mbingu ili imani ipande, na miongoni mwa hayo hata wanawake ni aya. Ukikaa vizuri ukimtizama mwanamke unapata azmatillah, kweli ile ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaitwa aya mwanamke. Sasa miongoni mwa alama zake ni sisi kuumbiwa wao, alafu wametokamana na sisi, alafu litaskunu. Hii dhamiri kama utaichambua, ile sakan, ule utulivu hauji kwa sababu ya mwanamke mzuri mweupe. Kuna vitu akiamua kuvitoa, wewe ndio unapata sakan, utulivu. Na vile vitu asipovitoa, hata awe ni mzuri, wewe unapata mashaka. Litaskunu ilaiha, lakini waja'ala bainakum mawaddatan. Katika zile daraja 15 za mapenzi kuna inaitwa mawadda, alafu then wa rahma. Mapenzi na huruma vinaenda pamoja. Ndio maana nikasema nitazungumza mapenzi kidogo, nitazungumza na huruma na jinsi ya maisha yanavyokwenda. Tupo pamoja mawadda. Inna fi dhalika, hilo jambo la mke na mume tu, la ayatin, ni alama kubwa, ni ishara, ni dalili, lakini si kwa kila mtu. Mwenye lubbul faham, mwenye fahamu kubwa, uli nuha, mwenye akili za upeo, ndo ataona hii kweli ni aya kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mapenzi ya kwanza yanaitwa romantic love, ya mke na mume. Haya mapenzi ni mapenzi makhsus, maalum. Mwenyezi Mungu akiyadumbukiza tu hivi, wewe unaweza ukaona uko peponi hapa. Akiputi itione, akifungua tu ule mlango wa mapenzi, kwa sababu yeye ndio muallafatil qulub. Allafa baina Aus wa Khazraj, wa allafa baina an-naqati wa ibniha wa Hawa,
wa Adam alayhima wala nabiyina salatu. Yeye ndio Allah anaunganisha na ndo anayekata. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina akha baina muhajirina wal ansar, lakini akaambia fa asbahtum bi ni'matihi, nani? Allah, ikhwana mimi nimekuja kuunganisha tu, lakini kwa neema na rehema ya Mungu ndo akatia tiki mkaungana, mlikuwa mushattata. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo mapenzi ni mbegu. Mwenyezi Mungu akiotesha ikitiki, ukiwa wewe na mkeo mnaweza mkakaa mkasema wallahi sisi naona tumepewa kila kitu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yakiwa hayamo asema min saadatil mu'mini wa min shiqawatil mu'mini thalatha bi thalatha, kuna mambo matatu balaa ya muumini, Mtume kasema, na mambo matatu furaha ya muumini. Miongoni mwa furaha mar'atan saliha, mwanamke ambaye anaweza akatengeneza mapenzi mkashare mpenzi. Sasa ya kwanza wanaita romantic love, mapenzi ya pili yanaitwa family love, mapenzi ya watoto, mapenzi ya familia. Kwa bahati mbaya kuna baadhi ya familia zimekosa mapenzi. Baba anagombana na watoto, mama anagombana na mume, familia imesambaratika, wanaishi kama mayatima, huombeana vifo, mara nyingine hupelekana mpaka mahakamani. Na ugomvi wa familia ukitokea, basi huwa laana zinawahalalikia, hasa watu wa tumbo moja hawaelewani. Ndio maana anayefarikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ikiwa watu wameshikana, mkiwa mmeshikana alafu akaja mmoja wenu kukugaweni, hukumu yake muweni. Yuko sahaba mmoja aitwa Saad bin Ubada, katika kiongozi wa Ansari, sahaba Ansar. Alikutwa amekufa polini, ikasikika sauti insema walam nukhta lahu fuada, hatukumkosea kumpiga mkuki wa moyo. Inasemekana majini ndo alimuua, alipata fikra ingewafarikisha kati ya muhajirina na Ansar, kwamba anayekuja akikugaweni muweni. Sasa familia ukiziingizia farqa zikawa hazina maelewano, aisee umefanya jambo baya sana. Family love haingii tu kama familia, pia inaingia hata sisi msikitini ni kama wana familia. Waislamu ni kama familia moja, waishi kama family. Hivi ndio ilivyotakiwa. Masahaba waliishi kama familia, na ndio maana kulikuwa hakuna tabakati. Hii si dini ya tabakati, hawa tunaozeshana, hawa hatuozeshani, hawa tunashikana mkono, hakuna kitu kama hichi, kwa sababu Waislamu, Islamic ni family love, ambacho hichi kitu leo kimekosekana katika society ya Kiislamu. Uislamu hivi sasa ni kukatana mapande. Kuna baadhi ya madhahib hata salamu hatupeani, tumekatana. Hili ni tatizo. Lakini sehemu ya tatu ya upendo wanaita friendly love. Mwajua kupenda kuna gharama na starehe gharama, na ili upendo upatikane lazima tujifunze kitu kinachoitwa kupendana na kuchukuliana. Yaani lazima kuna baadhi ya vitu tukivumiliana ndio tunaweza tukapendana. Bila kuvumiliana tutadanganyana, hatuwezi kupendana. Na upendo una nguvu. Mtu anaweza akasafiri safari moja mpaka nyingine, katoka Mbeya huko, kwa sababu ana upenzi tu pengine na timu, akatoa gharama zake, akakesha na hapati chochote, lakini ni mshabiki tu, ni ashiki wa kitu fulani, kwamba nyoyo zina sifa ya kupenda sana. Sasa upendo wa tatu ni upendo wa kirafiki. Kuna marafiki saa nyingine wanapendana, utafikiri ndugu, wameshibana. Na pale unaposikia maneno ya mtaani ya heri ya rafiki kuliko ndugu, ambayo si maneno ya sawa. Ndugu yuko pale pale. Huu rafiki huu. Sasa urafiki wa mwisho
au upendo wa mwisho. Upendo wa kwanza ni romantic love wa mke na mume. Upendo wa pili ni upendo wa watoto, family. Lakini upendo wa tatu ni wa majamaa. Hapa tumekutana hapa kwa sababu ni upendo. Huu ndio upendo wa kirafiki. Shekhe ni rafiki yangu, shekhe ni rafiki yangu, wazee wangu huku. Tunaye pale habibi tumeenda kusali naye, cameramans. Hii inaitwa friendly love. Yani upendo kama haupo, mmoja wetu hawezi kukaa hapa, ataondoka. Kama kuna adui yake hawezi kuja. Lakini ni kwamba kuna urafiki japo hamjatambulishana. Na ukweli utakuta ukija wewe hadi linki, ukimkuta Masange, salamu inaanzia vile, oho habibi. Si kwa sababu ni kamera moja, yani ndio friendly love. Hii ndio hali ipo hivi. Sasa huu upendo mnauona kama unakuja yenyewe, kumbe itakiwa pia muutengenezee mazingira uzidi. Kwa sababu sehemu ambayo kuna upendo, huwa riziki zinafunguka. Hata ndani ya nyumba, umaskini na maudhi haviendi pamoja. Mkiungana tu nyoyo zenu, utaona baraka inashuka. Ndio pale mtu anasema huyu mke wangu ana kismati, ana kismati. Mkiona maelewano tu mnafungua milango. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anatafuta upendo. Hata yeye anataka kupendwa. Alafu anataka kuwapenda watu. Anasema kabisa waman yartadid an dinihi, atakayertadi akiona ananikomoa, basi Mungu ataleta watu wengine si kuswali wampende Allah na yeye awapende. Hivyo tu basi. Hakuna kitu kidogo hapa. Mapenzi hakuna kitu kidogo. Hakuna kitu kidogo. Israel hubbu tahsudul hubb, lakini yapande mapenzi gharama hayaji vivi. Sahaba walimtengenezea mtume mapenzi, na yeye usione kwamba walimuadhimisha tu, aliwatengeneza njia ya kupendwa. Wasema ukitaka kumtawala mtu, uchume ule moyo wake, utamfikisha mbali sana. Lake lolote li lazima akumwagia habibi. Wanajua tuseme mapenzi tu, jua kuishi na watu hivi. Wewe nimeuchuma moyo wake, wewe nimeuiba moyo wake. Tumekosa elimu kubwa hizi za kitasawuf. Wataka kwenda kumkopa mtu fulani, sijui atanipa pesa. Wewe unaenda hivi tu. Angalia nyakati. Huyu umemchuma vipi moyo wake? Umeuchumaje moyo wake? Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Abu Dhar, anta habbu ilayya au hibbuka fillah. Bwana nakupenda au unanipenda? Sasa unanipenda? Ambie naam. Ambia basi ukimaliza kuswali sema hivi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Niseme tu hivyo. Salama, fadhali haya. Kwa hiyo kupitia kitendo kile, huu usulubi wa dawa aloutumia, ameanzia mbali kutafuta ule moyo wake. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo sasa sehemu ya tatu hii ni upendo wa kirafiki. Kama hapa ameingia Sheikh Shafi, tunatabasamu. Ishu ya urafiki. Namuuliza Masange, leo tunaenda kusali, shekhe hayupo kwa sababu ya upendo. Sababu ya upendo. Sehemu ya 4 ya upendo wanasema ni upendo wa Allah. Upendo wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ni upendo mkubwa sana. Huu upendo niloutaja wa aina 3, huu ni upendo una masharti. Kifanya hivi nitakupenda, kifanya hivi nitakuwa sikupendi. Una makarabatio. Lakini upendo wa Mwenyezi Mungu ni upendo ambao hauna masharti. Ndio maana alikupenda kipindi huko nje ya taa yake una muasi. Alikuwa anakupenda ukiwa mganga wa kienyeji unamshirikisha, bado anakupenda. Na hivi sasa umetubu, umerudi kwake, bado anazidi kukupenda. Angalia upendo wa Allah. Huu ndio upendo wa Mwenyezi Mungu. Sasa huu upendo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi ambao tupo katika nyumba zake za ibada, itakiwa upendo huu sisi tuuchukue, tupendane baina yetu. Hivi sasa tumekuwa wachache wa mapenzi.
hatuna mapenzi baina yetu sisi Waislamu, lakini mapenzi ni jambo kubwa, na ingekuwa tuna mapenzi ya sawa, ingekuwa hatuna vijana ambao barobaro hawana hata mahari za kuoa. Kwa sababu katika nchi hii tusidanganyane, multimillionaire, watu wenye pesa zao, shekhe, Waislamu namba moja kuliko wasiokuwa Waislamu. Hiyo ndio habari. Misikitini tunasali na mabilionea. Kwa sababu leo nenda pale shekhe, stendi pale, ingia daladala tu, ukiangalia ile tiketi utasikia Hashimu Abdallah, Omar Juma, majina mengi Waislamu. Nenda pale Zanzibari pale, utake kusafiri kwenda Zanzibar, vyombo vya maji utasikia Kilimanjaro, sijui nini, shekhe, vya Waislamu. Nenda Mbezi Magufuli, mabasi utasikia Tahmid, Tawakkal, Tashrif. Hivi haya ya Waroma haya kweli? Watu wa Waislamu. Angalia viwanda, sijui Bakhresa, sijui Mo, sijui nani, unakuta Waislamu. Wana pesa nyingi sana Waislamu. Waislamu hawajachoka, lakini hatujatengeneza ule uslubi wa kuleana kimapenzi tukabebana. Jamii za wenzetu nchi za mbele zimefanikiwa kwa sababu wanashikana. Wa Omani wanasaidiana, wa Saudi Arabia wanasaidiana, Qatar wananyanyuana, Dubai wananyanyuana. Achia mbali hayo, tuje nchi ambazo si za Kiislamu, mfano UK, USA, raia wao tu hawana maisha magumu. Unakuta zile nchi zile ambazo si za Kiislamu saa nyingine zinaishi Kiislamu. Angalia mfano hizi nchi ambazo si za Kiislamu, wanatambua siri ya fungu la 10 la Allah, nao wanatoa zaka nchi hizo. Unakuta kila mwaka wanatoa zaka, pelekeni Afrika, pelekeni kwenye nchi maskini. Ndio maana Mungu anazibarikia. Wameshafahamu vizuri, na raia wao hawana hali mbaya vile, wako hali nzuri kabisa. Kuna kitu utu, kuna upendo, kuna mapenzi. Hili ni jambo kubwa sana. Sisi Waislamu tupendane. Alopata asile peke yake, asile peke yake kabisa. Mimi nitakwambia hapa kuna maneno yalipita. Baadhi ya mashekhe wenzetu wakapita wakatuomba kura mpaka misikitini. Walifika bungeni tu wamekata kamba, hatuwaoni tena. Hii ni hatari kubwa sana. Akiwa sijui Mroma sijui ni nani, akipata kitengo anakaribisha Waroma wenzie, anawaita, anawapa. Lakini Muislamu akipita ndo kwa heri, hatujuani. Waislamu wakutusogeza, iwe bungeni, iwe hospitalini, iwe kwenye mashirika, ni wengi tu. Lakini utamkuta Muislamu amekaa katika masna moja kubwa, tena yeye ndo mkurugenzi, walojaa wote si Waislamu, wapagani ndo wafanya nao kazi. Atatafuta Waindia, atatafuta Wazungwa, Waislamu angalau kuita tu basi, nawe utakatakata, utaandika huyu Shafii Basel muache, tuna nahau zake huko. Yeye akishaadhini tosha, haitajiki kula na nini. Kwa mpango huu tunakuwa kama tuna roho mbaya Tanzania hivi. Lakini ukisafiri japo Kenya, kwa sababu nami nasafiri, hii haiko. Tunafeli wapi? Kwa mfano mimi nasema kwa detail, ndugu yangu Sheikh Hashimu anajua, mimi shekhe nilikuwa pale markazi miaka 10. Kila tajiri nimekutana naye. Mimi nimekutana na watu, nimeenda na matajiri mpaka kwenye machimbo yani wewe acha tu. Lakini mimi maishani mwangu sijawahi kuambiwa shehe zaka hii, sijawahi. Kwa hiyo Uthmani Maiko huyu, historia yake amezungukwa na matajiri. Kula Jalalani ilikuwa kawaida yangu, kulala njaa kawaida yangu. Yani hivi nilivyofika, asikudanganye mtu, nyuma ana watu na Allah peke yake. Watu walinikimbia, lima aljafa, minaina aljafa. Sina historia ya kumlipizia mtu wema wake, bali na historia kufukuzwa kwenye nyumba za Waislamu wenzangu. Hivyo ndo anasemaga mwenye shibe ya mjui mwenye njaa. Mimi nina njaa, ndo maana nakumbuka wenye njaa wenzangu. Msikitini
Hata Muislam anaweza akaacha gari nyumbani akaja kidhalili, kwa sababu tumejiwekea hivyo tu. Si watu msikitini, sio sehemu ya kuonekana neema, kusaidiana, sio sehemu. Yani msikitini kama tumesaidiwa, ni mtu kaja kuomba dua, na kama amekuja kuomba dua kampuni yake iende sawa na mapesa mengi, kapeleka kwa mganga ng'ombe 20 zimeenda kuchinjwa, alafu tukiletewa sisi tumpigie dua msikitini, analeta boksi la biskuti gawana hivi mtihani huyu. Shehe anacheka, kapewa shilingi 60,000. Dua Uislamu, dua. Ajiseme Shehe Nyundo, ambia mtoeni mbio na biskuti zake. Hii hali hii. Nimegusa tu, na mnisamee bure, nimegusa tu upendo. Sehemu ya pili ni rahma na hama. Sasa upendo ukija, kimpenda mtu itakiwa kizalike kitu kinachoitwa rehema, rahma. Rahma. Mtume sallallahu alaihi wasallama, yote haya kwetu ni mfano, ni good example. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jicho lake moja lilikuwa likiona dunia na hali zake. Jicho lake la pili lilikuwa likitizama kwa rehema. Haya macho unavyoona ni mawili, haya hayana mtizamo sawa, ila wewe utaona kama yako sawa, lakini hayako sawa. Wanasema ukipoteza jicho moja, kuna baadhi ya rangi unaweza ukashindwa kuzibaini kwa sababu ya kupoteza jicho, ila wewe utaona kama zote naona kama sawa. Si sawa, ila hujajipeleleza. Hujajipeleleza. Angalia, hata ukipiga picha wewe utaona ni macho yote, lakini uangalie kwa pamoja, unaona unaziba jicho moja hivi. Kwa nini unaziba jicho moja? Utumii yote. Lazima kuna different zipo, na hizi rangi ziko hivyo kwa sababu ukipiga, maana hakuna kamera kali kama ya jicho. Yani jicho linapiga mara moja full na save. Ikisha save inapeleka kwenye brain, kwenye ubongo. Ikishapeleka kwenye ubongo kuna vitu vinapatikana. Kwa sababu hizi rangi hizi, watafiti wa rangi wanasema hizi rangi zina mambo makubwa. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ndo kaziumba, na kila kitu kina maana yake. Cha kwanza cha rangi maana yake ni introduction, utambulisho. Hivi nilivyovaa hivi mtu hawezi kuja kunaambia mimi mwanafunzi, na hivi nilivyovaa hivi mtu hawezi kuja kunaambia we padri labda. Umeona na hivi nilivyo hii mtu hawezi kuja kunaambia shekhe we mzungu. Atakuwa akili zimemruka. We mzungu. Lazima atambia we Mswahili kwa sababu ya rangi yangu. Lakini pia ukiona bendera, kwa mfano wale waliobahatika kwenda hija wanaongozwa na bendera. Kwa hiyo akiona bendera, hii Tanzania hii hapa. Akiona hema na zile rangi, hii Kenya hii. Umeona? Akifika sehemu wala haulize bwana nyinyi ni wa Kenya ni Waganda, akiona tu ile bendera, kwa sababu ina rangi zake. Kama Tanzania tuna rangi sijui ngapi, 5, sio? Hivyo. Na zile rangi zinawakilisha, kuna rangi ya bahari, kuna rangi ya madini, kuna rangi ya uota wa asili, zina maana yake. Umeona hii kamera hii hivyo piga hivi, hapo tayari ushajua nchata la jeshi hilo. Basi pia ukiona askari wewe mwenye bwana trafiki yule, huwezi kumuona mgambo ukasema trafiki yule, ile sare na ile nguo alovaa. Na ndio maana utakuta hata zile sehemu za hatari zinaandikwa na maandishi mekundu, very dangerous. Hapa ni hatari sana. Hivyo. Lakini pia wanasema so hivyo tu. Pia hizi rangi zina maana. Si unaona hata kwenye simu huko kuna rangi mbalimbali, kwa TV kuna changanywa rangi mbalimbali. Hizi rangi pia zina maana kubwa. Mfano wanasema hii rangi white, kama hii rangi nyeupe, hii ni rangi ambayo mtu akiitizama inapunguza hasira. Ndio maana unakuta sehemu kama kwenye mahoteli
unakuta huwa kuna tandikwa shuka nyeupe. Hoteli zote hawaweki za rangi. Hata yule mwanamke mjanja akiona amegombana kidogo na mumewe, basi huwa anatandika shuka jeupe. So ile shuka akiitizama hivi inamuathiri mume wake, anatulia. Angalia siku zile za hija, mavazi yetu meupe na watu hata hawakirani, wanavumiliana. Ile white inawaathiri, wanakuwa zile hasira zinaondoka. Kuna rangi zingine mtu akitizama zinaamsha hasira. Mepaka rangi za ajabu ndani, mnakoromeana kama mapaka kila siku, mtaka kutoa na roho. Rangi zinachanganya. Kuna ile rangi kama blue bahari, kama kanzu ya shekhe, hiyo wanasema ni tiba ya stresi. Mtu mwenye msongo wa mawazo anashauriwa kutizama blue. Chumba chake aweke taa blue. Madokta pale watakuwa wanamwambia nenda fukwe ukatizame bahari. So ile bahari ni maji, lakini kiakisi na mbingu inapatikana ile blue. Kwa hiyo watu unakuta wengi, mtu akiwa na mambo yake akienda pale unakuta anatulia sana. Au wao watunga music yao, au wanaoimba mashairi yao, waimbaji huwa wanaenda kutunga baharini kule. Namkuta mtu, bwana nataka kutengeneza ngoma yangu ya muziki, nitunge mashairi, basi naenda GM Kana. Sasa huwezi kutunga huko. Akitizama ile stress zinaondoka, anapata mawazo. Hata ukifunga macho stress zinapungua kwa muda mkubwa. Ndio maana ukitoka kuamka hifadhi yako inakuwa kubwa sana. Ukitoka kuamka tu macho bado hayajaangalia vitu vingi. Yaani kuangalia sana kunapelekea mpaka kichwa kinauma. Kwa mfano ukiangalia TV kwa muda mrefu unakuta mpaka kichwa kinauma. Kwa sababu yanafanya kazi kubwa sana. Lakini kuna rangi kama za majivu, wanasema ni rangi za kuzimu. Ni rangi za hatari. Kuna rangi kama nyeusi, wanasema ni ufalme wa nguvu za giza. Kuna rangi ya udongo nyekundu, ni rangi ya hatari na vifo. Rangi za namna hiyo. Kuna rangi ya manjano, rangi ya njano ni gold. Ni rangi ya kifalme. Wale watu wanaofuatilia rangi wakiandikaga vile vidude vyao, utasikia zafarani ya njano ulete, unajua wanatengeneza vitu. Lakini wale wafalme akiwa anaenda kufanya speech huwa anavaa joho lile la njano au kitu cha njano, anakuwa ana power. Hata Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta khutba ndani ya Qur'ani kuambia Bani Israeli wachinje ng'ombe, asema qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra tena faqi'un launuha tasurruna. Aliwaambia wachinje ng'ombe wa manjano. Si ingekuwa ng'ombe tu mpaka iwe wa manjano. Sawa Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam jicho lake moja lilikuwa likiona dunia na rangi zake, lakini jicho lake la pili lilikuwa likitizama kwa rehema. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vitu aliweza kuviona watu wengine wa kawaida walishindwa kuviona. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vitu aliviamini watu wa kawaida walishindwa kuviamini. Sasa mimi na wewe na yule, ili tuwe Waislamu original, itakiwa tuwe kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kuna baadhi ya vitu tuvione ambavyo wengine hawezi kuviona. Miongoni mwa vitu ambavyo Mtume aliviona, aliona kwa jicho la huruma. Aliona kwa jicho la huruma. Juzi kaja Sheikh Shafii mama hapa, mdada sio mama, sorry. Anasema amegombana na mume wake. Sasa hakuna islahi, anachotaka talaka yake. Mume naye anambia mimi najua kuoa, kuacha siwezi. Asema akaenda kwenye ofisi ya kadhi, sisemi ni mkoa gani. Yule kadhi akamwambia nitakupa talaka, lakini lazima unitolee nguo kwanza nikutumie. Tukishafanya mahusiano taandika talaka. Mwingine nikaenda mkoa nao siutaji. Nilipofika akasema mimi niliambiwa na kadhi
mimi ndo anavunja, lakini mzigo unao. Ukinipa mzigo navunja sasa hivi. Akatoa mzigo. Alipotoa mzigo, mume hana habari, kuambia shekhe ndio kwani usiulize bwana, una mzigo tu yaweke sawa, huna. Sasa mzigo gani? Shekhe wewe huna mke. Yule bwana akanaambia nikakata rufaa. Sasa hizi sheria si kwamba ndo zinafanya hivyo, na si kwamba hizi ofisi zina ubaya, lakini ni kwamba hapa kilichokosekana, jicho la rehema halijakuwepo. Huyu mtu anamhitaji mkewe, na watu usiwasaidie kugombana, wasuluhishe. Kuna tatizo gani jamani? Hatuwezi kuyamaliza. Wanasihi wanasihi kidogo, waweke chini. Ingiza jicho la rehema. Hawana watoto, watoto watakuwa maisha gani jamanini? Hebu acheni haya mambo jamani. Pamoja wewe ni hakimu, faqdi anta qadhi, hukumu, wewe ni hakimu, lakini hakuna nafasi ya kulitengeneza kwa njia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja mwanamke indaha hubla min zina, mjamzito kaziniwa, sahabia. Alipokuja pale, ya Rasulullah, ana imani. Unasemaje? Nimezini. Umezini? Naam. Kwa hiyo nipigwe mawe tu nife? Mtume akamtazama akamwambia, kale basi mimba kwanza. Huruma ile. Akaenda kuja, ishakuwa nipigwe mawe, ambia sawa, kazae basi kwanza. Anamuakhirisha tu. Kaja nshaza niuliwe. Mtume kale basi kwanza mtoto mama. Si kwamba mtume anapindisha sheria, yupo ngangari juu ya sheria. Mtu mmoja alikuja ameiba, watu wakaja kumwambia mtume, hii familia ya Osman Michael huyu kijana wao akikatwa mkono itakuwaje? Mtume uso wake ulibadilika rangi kasirfil ahmar, kama kipande cha ngozi chekundu. Akasema mnasema nini nyie? Hata angekuwa Fatima binti yake Muhammad ameiba, angekatwa mkono. Yuko hivi kanyoka kama rula. Lakini pamoja na hukumu, aliangalia kwa jicho la rehema. Hatusemi upendishe sheria, lakini leo hii si jeshi la polisi lote, baadhi ambao Mungu ndani hakuna. Sheria kama msumeno. Kuna mtu anakosa hajapenda, lakini leo tunaomba magari yapate ajali, unaomba akosee, unaomba iwe hivi ili umtie kwenye mtanange. Hakuna rehema. Rehema imekosekana kabisa. Rehema imekosekana. Ustadhi wangu mimi marhumu Sheikh Bakari Sifa kafariki, alinihadithia tukio. Kwao ni Boma, anakuja kusoma Zaharau Tanga mjini. Kule kunatakiwa ada, naye ana moyo wa kusoma mpaka kawa shekhe. Sasa nyumbani mbali, naye magari kulikuwa hakuna, saati mpaka unakwenda boda ya Lungalunga. Sasa nitapata wapi ada nsitolewe chuo? Akaenda sokoni kuiba nazi, yani zinauzwa pale, kaiba moja akaiuze apate ada. Akaitwa mwizi. Sasa yule mwenye nazi alikuwa hajaona. Wewe unaiba wewe mtoto? Vipi bwana wewe? Akamtazama, akamwambia mwacheni. Unajua mambo ya mjini ukiitwa mwizi. Akamtazama, ambia unataka nini? Ada ya shule. Basi. Hapo mdogo. Bwana, amna sura ya wizi. Nenda bwana. Nenda bwana. Angalia hata ule msamaha wanasemaga wa rais. Kifika wale wanaoachiwa. Akifika, wewe una miaka mingapi hapa gerezani? 10. Kosa lako ilikuwa nini? Iligundulika nimeiba muogo wa mtu. Asema hii ilikuwa njaa. Mpige bakora 2, mruhusu. Haya nawe. Mimi bwana niliiba simu ya mtu. Haya kungute bakora 3 huyu. Haya nje. Mtu mmoja tu ndo haachiwagi. Wewe kesi yako limbaka mbuzi, ambia piga bakora 10 ukanaji kitoweo, ongeza weka ndani. Na huyu anayenaji kitoweo pia amekosa huruma.
Amekosa huruma na kakosa utu. Kwani ufikiri anayebaka ng'ombe hajijui kwamba yeye si mtu? Maana yule mbakaji mwenyewe ufikiri anakubali watu wamuone, ananyatia, anaangalia hawanioni. Binadamu aweza akapita hivi watu wanazomea, huyo kama kapita kavaa vibaya vibaya, lakini ng'ombe anapita uchi kabisa. Ushai kusikia unatua ng'ombe? Ushai kusikia kitu hicho? Usikii. Kwa hiyo hata yule mtu anayekwenda anajua mimi mshenzi na nina roho mbaya. Nilishai kusoma gazeti sijui nyepesi au kweli, Gongo la Mboto. Mtu mmoja afungwa jela kwa sababu ya kumbaka bata na kumsababishia maumivu makali. Sasa ufikiri ni ubinadamu? Kukosa huruma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwa jicho la huruma, na mimi na wewe na yule tuoneni kwa huruma. Na miongoni mwa huruma yenyewe ni ile hutuba ya Ijumaa tuloisema. Tuwahurumie wajawazito, tuwahurumie wazee, tuwahurumie walemavu, tumhurumie kipofu. Kipofu kama yuko hapa, waliyadh bila moto ukizuka, wenzia wanaukimbia, yeye anaukimbilia. Tunao vipofu, tunao mataira, tunao vikongwe. Tunikisema haya hatununuliwi. Hili jambo la kuanza kuamsha rabsha za kukorofisha nchi, tuwe na jicho la huruma. Watu kama hao wahurumiwe. Kikiwaka hivi sasa wanakwenda wapi? Lakini tuwahurumie wale watu ambao kutafutamia kwa tochi, ana saa nyingine hata hela ya kwenda Gongo la Mboto. Kuna mwingine yakiwa yakuwa atapanda ndege, atapanda gari, muda wote gari iko full tanki, hana wasiwasi. Hawa watu wa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa na al-lahfan. Alikuwa Mtume sasa yuhibbul masakin, anapenda maskini, anakula nao, anakaa nao wale waliochoka. Mpaka siku hizo wale watu wakubwa wanafunga pua, wanaambia Mtume sallallahu, unawezaje kukaa na watu kama hao waliochoka? Sisi hatukuamini mpaka uwafukuze. Akaambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadawati wal ashi, lengo lao yuriduna wajha. Kanao ndo watu hao, ndo watu hao. La yatma'u alqawiyyu fi batilihi wala yaisu dhaifu min adlihi. Mtu mnyonge alikuwa hakati tamaa kufanyiwa uadilifu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa na jicho la rehema. Ndio maana pale Mtume alipotaka kuteleza tu akakemewa, abasa watawalla. Baada ya kipofu kutaka masala, yeye kumpa mgongo, si tabia zako hizi bwana, we mtu wa huruma unafeli bwana. Na yeye Mtume kwa sababu hana khiana, kaja kutuambia nimekemewa jamani, nataka kukosea, nimemkosea fulani bwana, kwa sababu si tabia zake. Na ndio maana Mtume pasipoti yake, wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe uko juu ya ubora wa tabia. Na ukitaka kuzijua zile tabia zake, ndo yale yote yaliyosimuliwa ndani ya Qur'ani. Ukiona mambo yameamrishwa, aliamrishika nayo. Kwa hiyo Waislamu, chonde, jambo la kwanza mapenzi baina yetu, tupendane. Lakini katika kupendana ni kupeana, tupeane. Na kuna sifa kubwa sana kumpa mtu bila kukuomba. Hali zetu zinajulikana tu, tupeane. Sio mpaka uwe na kingi, hicho kidogo, tuwe na culture ya kupeana. Kuna sifa ilibakia kwa masahaba. Kuna sifa kwanza, kuna adala, alafu kuna ihsan na kuna ithar. Uislamu hauna usawa, una uadilifu. Tuwe waadilifu. Lakini baada ya uadilifu kuna ihsan. Kiuadilifu bwana, mshahara wako 300, lakini bwana wewe unajituma na kuongezea 350. Ile ni ihsan. Ihsani ni kumpa mtu kitu bila kuomba. Deni niazime 200 Sheikh, hizi bwana utanirudishia inshallah, usiwe na wasiwasi. Alafu unanirudishia. Sasa ulivyonirudishia mimi nimefaidika na nini? Nimekuazima tu pesa zangu,
umenirudishia ndani ya wakati au nje ya wakati. Sasa wewe mwenyewe bila mimi kukupa sharti, shekhe, hizi hapa bwana, nashukuru 200 zako na hii 10,000 shika. Shehe, usilete riba. Si riba, hii ni ihsani, umenifanyia wema, hujafaidika chochote, na mimi lazima nikulipe wema. Hii ni ihsani, na ihsani imeamrishwa, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Kitu cha tatu, ithar wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ithar ilibakia kwa masahaba, tukiileta leo mambo yetu yatakuwa mazuri. Kujinyima kwa ajili ya mwingine, kibaya ni ile mimi, kizuri yale yule. Hii si mchezo hii. Hii nataka wanaume kweli kweli. Angalia, mtu mmoja anamwambia Mtume sallallahu alaihi, hizi mbuzi zote za nani jangwa zima hili, na makondoo na manini? Mtume anambia, vya kwangu hivi. Maziara bwana, hizi kwako hizi? Ambia kabisa, I wish na mimi siku ngekuwa nazo kama hizi. Mtume anambia, baba sizichukue ziwe zako. Bwana yeye jamaa anatoa, haogopi kufilisika wala nini. Anaenda kuita wenzie, nendeni mkachukue vitu kwa jamaa, haogopi hata umaskini. Sisi tunapenda kujiita tu answari. Unajua maanswari wewe? Mtu alikuwa na mke wake wawili, mmoja anamtaliki, anampa mwenzie. Wewe answari, una bodaboda 2, basi moja toa nipe mimi. Subutu, unaona mchezo? Msije mkanifuata mimi, wewe mbona una gari nyingi? Mimi sijasema answari. Tumeelewana sijasema tunaanzia hapa. Mimi sijasema answari. Umeona bwana? Kwa hiyo maisha ya kujinyima. Lakini leo hii Sheikh Shafii, wewe acha, sio kujinyima, hata cha mwenzio unakitaka. Shekhe wa leo usipomtizama vizuri, unamwamini, unamtuma, anaenda kukuposea, aenda kuoa yeye. Hapo masheni shusheni hapo ni shusheni hapo. Naye ametokea sana. Usije ukasema shekhe kaniposea, akifika shekhe wacha mchezo. Mtihani mkubwa sana, na wengi yeye yashawatokea kweli kweli. Angalia zamani, maskini alikuwepo mchunga mbuzi, maskini tu, njiani akamuona binti mzuri kweli kweli, hajai kuona binti mzuri kama huyo. Akamtongoza, akamwambia, mimi sitaki nikuchezee, nataka nikuoe. Angalia yule binti naye sema, na mimi nilikuwa natafuta mume mfano wako. Ambia, Mungu kweli amtupi mja wake, na kuomba. Ambia, sasa mimi niko tayari, tafuta mahali unioe. Ukishapata tu, mimi sina neno, lakini nyumbani watataka pesa 5,000,000. Yule bwana asema hili limeisha. Kaenda mbio kwa yule tajiri yake anayemchungia, ambia, baba niokoe, nitachunga miaka 30, usinipe hata 100. Nipe 5,000,000 nikaoe, nimeona kifaa kama kimeshushwa. Tajiri akamwambia, wewe utaka kuoa au masiara? Ambia, nakwambia kweli. Ambia, kama ni kweli, njoo huyo mchumba wako nimuone hapa. Nakuja naye. Akamwambia, baby, twende, kuna tajiri anaenda kunipa mzigo, uthibitisho. Tajiri alipoona kifaa sema, akakivuta pembeni. Sasa watu wenyewe mahari ya kuunga atakupa nini huyo? Aweza kunilia mafuta mazuri? Angalia nimejana na mapesa, yani nitakuhudumia hatari. Achana na maskini huyo, mimi nikuoe mtoto, unasemaje? Mwanamke naye asema, na mimi nilikuwa natafuta mtu kama wewe, achana na yule maskini. Ambia, mambo si ndo hayo bwana. Ambia, basi tufungishe ndoa. Lini? Leo. Ambia, sawa. Kamtafute shehe, tena shehe mwenyewe Usman Michael, kamtafute mbio. Tajiri kaja na gari lake. Shekhe, ingia kwa gari. Wapi kwanza bwana? Akaambia, shekhe, nataka ukaniozeshe tena leo nitakupa mzigo. Ambia, shekhe, sawa, lakini lazima binti mwenyewe nimuone,
niangalie kwamba hajafosiwa, si mke wa mtu, nipeleleze sheria. Akaambia hilo halina neno, twende bwana kupeleke ukamuone. Shekhe kwenda kumuona mwanamke, ayawe kifaa. Akamvuta nyuma yule mwanamke, ambia utakwenda motoni na uzuri wako, unaolewa na majahili, wanaweza kusomesha dini hao. Wata kusomesha dini, olewa na mashekhe kama hawa. Si unaona watu wote wakiwa na shida wananifuata mimi, wakifiwa wanakuja mimi, wakitaka kuoa lazima wapate kwangu, mimi ndio shehe wa mtaa. Chagua watu wenye hekima zao bwana. Mwanamke anasema nilikuwa natafuta mtu kama wewe, mtu sahihi, afadhali nisipate kitu. Ambia si ndo hayo mambo bwana. Tena ndo yenyewe najiozesha mwenyewe hapa tu. Mara wote wakatokeana, mchunga mbuzi kaja, tajiri kaja, wanaangaliana. Mchunga mbuzi anamwangalia bosi, wewe si mtu kabisa. Bosi ambia shekhe, yani wewe shehe mtihani kumpe wewe. Sasa huyu mtu wangu, mimi mtu wangu. Yule mwanamke ambia mbona umetuchanganya? Ambia sijakuchanganyeni. Sasa mimi nakupeni mtihani. Atakayefaulu mtihani ananioa. Wote wametoa macho. Haya, mtihani wako ni upi? Ambia mimi bwana, pamoja na uzuri, swala kasingiziwa, na kwenda mbio mie, nakimbia. Kwa hiyo nitakimbia. Nikikimbia nifukuzeni, atakayenikamata huyo ndo mume wangu. Shehe na tajiri wanamtizama mchunga mbuzi, maka ana mbio huyu. Afu shehe mwenyewe ana kitambi. Bosi shekhe amevaa msuli. Bosi ana kitambi. Mchunga mbuzi ana vigimbi kwa kukimbizana na mbuzi. Kutizama huyu kashachukua mke huyu. Haya piu, wakaanza kukimbiza. Wakakimbia. Tajiri kukimbia hapo na hapo tayari tungwa inachoma. Kashindwa anahema. Shekhe kakaza buti, kavaa msuli huku unashuka, ukamtia mtama chali. Sasa kabakia mchunga mbuzi, anakwenda huyo. Lakini mwanamke akamatiki, kakimbia. Ambia subiri, nimebakia peke yangu. Ambia njoo unikamate. Tilkum dunia, ni mfano tu wa dunia huo. Kikimbiza huikamati. Lakini ndo nimesema kwa kukosa huruma, kweli kuna mtu unampeleka posa, akifika anabadilisha, anachukua yeye. Na kwa kukosa huruma, kweli ni majukumu. Unamkuta mtu katolewa kwa uadui msikitini, kafukuzwa uimamu. Tena wewe ulikuwa besti yake, na wewe unaenda kuwekwa, unakaa pale tena kwa kuvimba namna kama hii. Hii si tabia nzuri. Unasema dini ya Mungu haisusiwi bana, tumwachie nani? Lazima wewe una hata haya? Hapana bwana, wallahi hapana. Tena msikiti huo chanzo ni majungu, kwa hiyo unaendeleza mfumo ule. Lakini kama atadinu tudanu, na wewe atakukuta pale pale, utakufa mdomo wazi. Kwa hiyo ulikuwa rafiki yangu, lakini kumbe ulikuwa unatamani niondolewe. Yani kabisa, mimi ndo nilikuwa imamu pale, na kuita shekhe, njoo toe hotuba bwana. Shekhe njoo hivi. Na nikifika pale nitatengeneza mazingira, lazima nikutafutie nauli. Leo kesho napigwa chini, wewe ndo umeenda umekaimu pale. Sasa nitafanyaje? Wamenitaka, ningefanyaje? Hebu angalia mwenyewe, ningefanyaje? Shekhe hawakutaki, dini haisusiwi, tumwachie nani dini? Na kati hawa watu itakiwa muwarejeshe katika mstari. Imamu hastaafu. Hii mambo ya kumstaafisha imamu yanatokea wapi? Watu tu wameona maslahi yao haendi sawa, wamemtoa mbio. Na wewe una hata huruma. Yule kashajitoa kimungu na maisha yake yanaenda pale pale. Ni sawa sana mtu mmwachishe kibarua ndo anaanza moja, hana mbele wala nyuma. Unamkuta hali yake inazidi kuwa vibaya. Kuna baadhi ya wazee wameridhika na hiyo 100,000 mnaompa kwa mwezi. Ghafla tu mmemwachisha uimamu. Anakwambia sijui hata nitafanya kazi gani sasa hivi. Nishajichanganya, nishaiacha dunia tokea nilivyokuwa kijana. Uzeeni wamenitoa hivi sasa. Lakini kwa sababu msikiti umekosa huruma, tunayaona ya kawaida. Tena mtu akisema hivyo wasema, inaonekana alikuwa anakulia msikitini. Sasa aliye wapi? Nauliza ale wapi? Unajua mtu akiwa ustadhi, unajua mtu akiwa imamu, yani sisi hatutaki kumuona eti kupitia msikiti apate pikipiki, eti kupitia msikiti asomeshe watoto wake, yani tunaona kama maroboti. Hawa nao ni binadamu.
lazima waishi kama wanavyoishi watu, tena wawe na maendeleo. Kaangalia maimamu wa Saudi Africa huko, yani mtu siku ya Ijumaa yule khatibu akunya na bonge la gari, tajiri gani pia khatibu tu yule, khatibu tu yule. Mimi zamani kuna mtu mmoja aliniambia Home Shopping wamejenga msikiti bwana hapo Masjid Matari ya airport bwana. Wewe nilikuwa kwa kampuni fulani, panatakiwa imamu pale, tukufanyie mpango uingie, umeona? Nikamwambia jamani, mimi nina kazi zangu milioni moja kwa mwezi, hebu angalia watu wanavyojua, na ndio kweli wanalipwa hivyo. Mwadhini sijui 500,000, alafu nyumba ya mwalimu ipo, lazima akili iwe na utulivu, na ni pesa pia ya kawaida sana. Mimi nilisafiri nikaenda Burundi, nilishangaa shekhe, niliingizwa kwenye msikiti, huo msikiti kama chokoleti ulivyokuwa mzuri. Hizi nyumba zetu ni mbaya, hao maustadhi wamejengewa nyumba nzuri sijai kuona. Mshahara karibia 3 sijui kwa mwezi. Tena nilipofika pale waumini, maana mzee anayemiliki eneo lile, bosi wa pale, ndo alinichukua mimi nikaenda kule. Akawa analalamika, bwana hapa kuna shekhe Mtanga mwenzio, kumbe katokea Tanga kaja kule. Kwanza nikajishangaa, yani mtu katoka Tanzania kaenda kuishi huku kwa ajili ya uimamu. Watu wanaenda South Africa, kumbe ile ni Saudi ndogo. Anapewa mshahara ule, lakini bado hatulii kuswalisha, aenda kuangalia mpira. Kwa hiyo asema tunajiswalisha yenyewe, tunambembeleza shehe wetu, tunampenda. Yani bado anabembelezwa kuswalisha, kukiwa na mechi, mtaswalisha yenyewe bwana mimi. Umeona, na mshahara wake mwanzo mwisho. Nikasema dai staili ingekuwa Tanzania watu wote wangekuwa maimamu. Unaona mchezo. Lakini mimi ninao maimamu na ajua marafiki zangu. Wengi madereva bajaji, wengine bodaboda, yani ukimwona amebeba mzigo imamu muamini. Sasa akae afenja. Na kikawaida ukiwauliza maimamu wengi anakuambia na huu mwezi wa 6 sijalipwa. Na akiwa ustadhi sasa madrasa kajitolea tu kujitafuta watoto wasomeshwe. Anawapika watoto vizuri, binti akivunja ungo ambia usiende tena kwa shehe. Au akimaliza msafu basi inatosha, ushamaliza. Eti shehe atamtongoza, lakini anapelekwa kwa pita tuisheni mpaka saa 10 za usiku. Haya mashendo amekuwa hivi jamanini. Angalia binti avunja ungo kama utaletewa. Umeona? Usiende tena. Na kati huyu ndo anayemwadabisha adabu za kweli kweli. Asa wewe mwalimu sasa unaleta mambo ya haki. Tangaza kumuoa mwanafunzi wako uone, kumbe unamsomesha una tamaa. Si jambo la kheri. Mwalimu gani huyu? Mwalimu fisi kabisa huyu. Si fisi. Kama ataolewa na mwalimu wake ni jambo la kheri zaidi. Bwana, mimi nina maneno mengi sana, kumbe kina Sheikh Hashim na Sheikh Shafii wapo hapa. Nikwambieni tu kitu kimoja. Inshallah taala kituo chetu Sunnat Saidalia kimetengeneza dawa za matatizo yote ya moyo. Iwe pressure ya kupanda, iwe ni moyo wenye tundu, moyo umevimba, tunazo dawa nzuri kabisa ambazo zimefanya vizuri sana, zimeenda wizara mbalimbali. Zina tathbiti ya hali ya juu kwa matatizo ya moyo. Kwa hiyo mtu mwenye kesi za moyo inshallah taala azishughulikie mapema. So hizi ndo zinaleta pressure. Lakini pia kituo kinashughulika na matatizo ya maradhi ya diabetes, sukari. Sukari ni tishio, tunazo dawa nzuri kweli kweli, hadith wala haraji. Na wale ambao washabahatika kuzitumia dawa hizo wasambazie wengine kama ushuhuda, waje kuchukua. Tutapata pesa ukituletea, lakini nafikiri na wewe utapata neema. Usifikirie tu kupata sisi. Nafikiri wewe unapata zaidi kwa sababu unapata uzima. Unapata uzima. Lakini pia tukaendelea na dawa za saratani. Saratani ukiiwahi wala si ugonjwa tena. Ukichelewesha ndo matatizo. Lakini ukiiwahi wala si maradhi tena. Basi pia mtu ambaye ana viashiria vya saratani aje tumpatie dawa. Usione titi lina mabuje mavimbe
mkawa mnakaa tu unalia tu sijui nini. Tena kuna watu wengine akiona ana dalili hataki kwenda kutoa sample kupimwa, naogopa usije akaniambia nina saratani. Hiyo itakiwa uwahi mapema, kwa sababu ikisambaa mwilini ni hatari, mara imeua figo, mara imefanya hivi. Sasa usikae hivi hivi, kukaa si dawa, inaendelea hivyo. Kwa hiyo pia mwenye maradhi ya saratani, dawa za awali zipo na hakuna maradhi yasiokuwa na dawa. Kwa hiyo karibuni kwa ajili ya dawa hizi. Lakini pia maradhi ya siku hizi yameongezeka, maradhi ya figo. Hizi dawa za figo nafikiri ndo wagonjwa wetu wengi wanakuja sana. Na alhamdulillah hatujampata mtu akarudisha majibu hakuna nafuu. Labda awe mwizi tu ataka kutusumbua, lakini kama ana fadhila lazima majibu yake mazuri, hata kama hajapona atasema nimepata nafuu kubwa. Kwa hiyo pia dawa za figo hazina mchezo, zinawasaidia watu kweli kweli. Hizi dawa za figo hazina mchezo, zinawasaidia watu kweli kweli, zinawasaidia watu kweli kweli. Tena kuna mtu mmoja sijamsamehe, lakini kwa sababu tumeongelea huruma naweza nikamsamehe. Alikuja hapa kutoka hospitali moja ya hospitali kuu, akisema bwana, nimesikia una dawa za figo, kuna watu wametumia wamepata nafuu, na mimi nashughulikia kitengo hicho cha figo, lakini na mimi nina hili tatizo, natoa maji tu. Sasa nakuomba unipe, lakini sijachukua mshahara, alafu nitarudi, alafu nitazidi kukuletea watu. Alipochukua ndo mazima moja kwa moja. Namdai mpaka alikuja bimana anaona hizi video, kwa hiyo akiona namdai. Angeniomba tu ngemwachia, lakini namdai. Haya. La pili, matatizo ya madonda ya tumbo pia madawa yao tunayo. Waambie pite tu hivi Faiz. Madonda ya tumbo pia dawa zao tunazo. Mtu mwenye kesi kama hizo atatushukuria. Lakini pia dawa za nyumbani za wanaume, hii si maradhi ya aibu, ni vitu vya umuhimu. Kwa hiyo wale wanaume ambao magari yenyewe mabovu hayawaki, lazima tuyafanyie wearing, tuweke beti mpya, tubusti, tuwashe. Pia watuone kiutu uzima zaidi na watakaa sawia. Lakini pia maradhi wanayaita arthritis, mifupa mpaka mtu anatetemeka, miguu haina nguvu, mgongo unauma mpaka unaita ganzi, pingili zimesagika. Dawa za mifupa pia tunazo nzuri kweli kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ni wanafunzi wake, na ametufundisha itqan katika vitu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mmoja wenu akifanya kitu akifanye kwa uzuri. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kumwangusha mtume wetu kisa tunatafuta pesa. Dawa kama haitibu tunaweka pembeni. Uislamu hataki kubahatisha. Fa idha kunta fi shay'in fakun fi. Ukiwa katika jambo kuwa serious. Kuwa serious. Mtu hata atoe shilingi 100 hakuna pesa isokuwa na kazi. Na ukweli hautupwi. Alhaqu ya'alu wala yula alayhi. Anzimil haqq wa kunu ma'as sadiqin. Uwe mkweli hasa katika mambo ya miamala. Wajua hapo kale mabwana, kipimo ilikuwa ni sala. Ilikuwa mtu ukimwona anasali tu, huyu unampitisha. Siku moja kulikuwa kuna mtu alikutana na quta'u tariq, anapita njiani, kamuona mtu afu kichochoroni. Alipomwona mtu akasema spiti. Yule mtu naye alipomwona yule bwana anarudi, akahirimia swala, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yule bwana kumbe bwana ni mtu anasali. Akaenda akaanapita hivyo, fika tu pale kafungua swala, kamtia karoba vile, we unaenda wapi?
Ambia mbona ulirudi mwanzo? Ambia sura yako inatisha ya kijambazi. Mbona sasa hivi umepita? Ambia nilipokuona unasali nikajua mtu mwema. Ambia react to me si mwema bwana. React si mwema. Kwa hiyo zamani kipimo watu tunawapima kwa swala. Sasa hivi dunia imechafuka, usimpime mtu kwa swala sheikh. Atakupiga hatari. Atakupiga hatari. Hivi sasa mtu mnamtoa msikitini, mnamuoza, anaenda kufanya mambo ya ajabu kabisa. Niseme nisiseme? Siku moja kuna shekhe wetu mpenzi, kama mtu anasali kashikamana na harakati za dini, ile kumtunuku mapenzi, kamuozesha mdogo wake. Baada ya miezi mitatu yule mdogo wake anaumwa, kwenye nafsi yake kunaota madonda. Kwenda kupimwa, muathirika wa maradhi ya kisasa. Akampata yule bwana, shekhe kulikoni? Ambia mimi nilikuwa msela, ninaliji mama langu huko, nikaona sasa kutubia, nimejipiga kanzu langu na wewe ukanikubali ukanipa kifaa inshallah, lakini mimi mgonjwa. Kamletea mtoto wa mtu maradhi na kamuua. Kwa hiyo leo nakuta tunajitahidi kuswali, tuendelee kuswali hivyo hivyo, lakini uzinifu, wizi, utapeli. Sasa hivi kipimo cha mtu kumpima ni katika miamala. Kwenye biashara huku ndo utampima mtu sasa hivi. Ukimwona mtu apiga kelele, dawa hii, dawa hii, dawa hii, kumbe majani ya mpera na hayana chochote. Yameingizwa kwenye YouTube, yameingizwa wapi huko nini huko. Sharifu huyo. Simu. Umeona? Asimanishi Sharifu vipi? Na mimi si Sharifu, au sio Sharifu jamani? Haya inamaanisha mtu ile kujitilia na nili, maana waandishi msije mkaletea ukakasi, mimi simu bwana. Maana ile kujitilia utamu ndo mtu atavikwa Sharifu. Acha tu kwa sababu nishataja, acha niseme. Maana Tanzania tulikuwa tuna masharifu wengi, ila nauliza, mbona Tanzania tu ndo wanazaliwa masharifu, Kenya hamna? Tanzania tu. Tena masharifu wengine walianzia kuazinia tumboni. Asala. Adhana tumboni. Kazini mamake kila muda wa sala alikuwa anasikia adhana. Alipozaliwa wakasilimu. Bwana Tanzania tunao mashallah masharifu. Hatari sana. Kuna sharifu mmoja alikuwa Mtanzania, alipishwa kuswalisha. Alipopishwa kuswalisha, akatoa kile kimlemba chake, afu akawa anafukuza kwenye mimba. Masharifu wana hatari. Mimi nilikutana na sharifu mmoja akatutisha, nikamwambia watu wasitutishe huyo. Tumeenda msikitini, akasimama, akazungumza sharifu, nipo na mimi nimetoa khutba. Akasema tutaka tufanye dua. Cha kwanza kabisa, yule ambaye hajai kuzini apite mbele. Nataka watu 5 ambao. Cha pili, yule ambaye hajai kufanya ushirikina apite mbele. Sasa tajaibu za watu. Basi kila mmoja anaomba dharura, naomba niingie wani mara moja na kuja. Maana atakaa fungu gani? Mtihani huo. Sasa nikamuuliza vipi, ambia mimi katika wale nilizaliwa nikiwa nazungumza. Aliniambia hivi. Katika sisi nilizaliwa nikiwa nazungumza. Nikamwambia ulikuwa unazungumza nini? Paka hivi sasa. Na ukimwona wasema Sharifu kweli, maana ayo malemba hatari. Makubwa wasema kweli. Akasema hii habari kubwa. Mimi nilianza mawaidha kidogo muda mrefu. Umeona, muda mrefu kiukweli. Sijui nilikuwa nataka nitangazwe Sharifu, lakini nilikuwa naambiwa pite pale uhifadhi dua nyingi, tukuchukue na helikopta kushusha, kunapiga dua zile ndefu. Nikamwambia hizo zenyewe za kwangu najiombea, saa nyingine hazijibiwi. Basi Sharifu yule akafukuza hivi kwenye mimbari. Alipofukuza
Watu wakamaliza kuswali, akaulizwa shekhe, umefukuza nini? Ambia mbwa alikuwa anakatiza katika kaburi la Mtume. Yani huko Bongo hapa umemwomba mbwa Madina. Kwanza alokuambia Madina kuna mambwa nani? Darweshi mmoja karudi na ile maneno, ambia mke wake, wako watu, mke wangu yani Sharifu katuswalisha leo kaona mbwa Madina. Mke wake ambia hakuna hiyo bana. Akambia ndio maana nyinyi wanawake mnaangamizwa. Sharifu ambia mwalike na muita, njoo na Sharifu mume wangu chakula nyumbani. Akaja na Sharifu nyumbani, wakasogezewa pleti ya chakula. Waliposogezewa pleti ya chakula, yule mwanamke upande wa mume wake chini kaeka nyama, mayai. Kila akipiga tonge mwanaume tokea nyama, mayai. Sharifu akipiga amna kitu. Yule jamaa alikasirika, ambia mbona unaita uhuni, unaniaibisha bwana, umeshindwa kuweka hivi, kwa Sharifu hujaweka kitu. Akaambia mume wangu, sasa huyo Sharifu ameona mbwa Madina, anashindwa kuangalia nyama iko upande gani hapa bwana. Akasema toba, kitu kizito hichi. Tumeelewana vizuri nisiseme maneno mengi haya, lakini alhamdulillah tunao neema ya masharifu Tanzania. Tunayo neema pia kupitia usharifu wanalingania dini, mashaallahu taala, barakallahu fihim. Mungu awaongoe wao pamoja na sisi inshallah taala. Sawa jamanini kasoro mimi tu ndo sijapata ile daraja la usharifu. Inshallah taala Sheikh Shafii akinipiga dua pengine nikawa sharifu. Haya, yapo anatuambia man sharafa nafsahu huwa sharifu, simo. Chengine tuna dawa za ulembo, nywele, ndevu na kadhalika, pia hizi zipo. Na pia kuna dawa za bawasiri, hemorrhoid pia zipo. Lakini dawa za mwisho, matatizo ya mashetani haya. Matatizo ya mashetani tunafanya hivi kwa sababu watu wanaumwa, watu wana mashakili mbalimbali. Na pointi yangu niseme tu, kipimo ni miamala. Ukichukua dawa ikufae, kuchukua dawa ikufae na ukweli katika mambo ya business. Na inshallah taala tukisimama tumenyooka hivi, Allah ataleta riziki. Na mtu ukimfanyia dua, mfanyie dua ile kwa sahihi, wala usitie chumvi. Uwezi kumlazimisha Allah. Sheikh Shafii juzi nimepigiwa na mama kutoka nchi ya Uganda. Mama huyu alinipigia simu akanaambia nikusanyie hata mashekhe Dar es Salaam nzima. Ipo closed na president wa wapi simtaji hivi. Sasa ule urafiki wao umetetereka kwa njia moja ama nyingine. Yani ipo ofisi ya rais. Akanambia nitapitie yani wale mashekhe, kitu kikifanyika saa hiyo kimetiki. Kama nitakiwa kulipa milioni 500 600, hapo mnapaonaje? Wallahi mpaka sasa hivi namba yake ninayo, hata nikifungua sasa hivi mtaona nimeandika ofisi ya rais. Nikamwambia mama, kwanza usintie tamaa. Na hao watu wa kufanya dua hapo kwa hapo, umeona, maraki ananiambia yani nataka nikija hapo hapo tu jambo liwe. Nikamwambia mitume alayhi musallatu wassalam wameomba dua na baadhi hazijawa hapo kwa hapo. Nabii Ibrahim hajaanza kuomba mtoto leo, dua yake imekubalika uzeeni kabisa, miaka 80 na kitu. Shekhe wa kumshinda mtume hayupo. Alafu sisi tunamuomba Allah, tunamuomba Mwenyezi Mungu ili akupe. Kwa hiyo kuna mawili, ima kukubalia au asikukubalie. Kwa hiyo kukupa 100% itapita, si kweli, nasi tunamuomba Allah basi. Na wewe uje tukutie kwenye imani, tukufundishe jinsi ya kuomba. Ila tulivyozoea sisi, tunakesha, tunaomba, tunalia, tunafanya zile sababu zote za dua, tunaona Allah anafanya sahali yake, watu wanajibiwa. Sasa pengine na wewe utakuwa miongoni mwa wenye kujibiwa, au usijibiwa kapewa kwa njia nyingine. Lakini kukupa guarantee ni hizo pesa uzozitaja hatuna haja nazo. Tena nikamwambia na ukija
hiyo pesa nyingi uliosema wala hatuna haja nayo. Angalia mtu mmoja, ili nafanya la mwisho, alikuja kutaka dua ya kazi. Sheikh bwana, fitna kazini na hivi na hivi bwana, pale ndo kazini. Nikampiga dua, kumpiga dua, kaenda kazini, alipofika akafukuzwa. Kaja analia, umeniombea dua mbaya sana Sheikh. Nikamwambia hakuna dua mbaya, isipokuwa Allah ana mpango mzuri na wewe. Si tumemwomba Mungu, hatujamwomba shetani? Basi Mungu mambo yake hayatetereki. Wallahi kuna kheri. Niambia, kheri gani kaka? Kheri gani shehe? Nikamwambia bwana, umezaliwa huna pene hata noti uchi, na hiyo kazi kakupa Allah. Wewe tulia, mimi ndio nishaomba, ila kwa sababu umepigwa chini, njoo tuongezee dua. Ambia sio ndio utaniangamiza kabisa. Nikamwambia acha bwana mambo hayo. Kamjenga imani yake, akanambia kweli Sheikh, tuwe na subira. Akaridhika. Baada ya mwezi kanifuata mbio, Sheikh uko wapi? Alipokuja kaniachia mzigo. Sheikh bwana tuombe. Nikamwambia vipi? Ambia bwana, kule kazini kuna wizi, unaibiwa kwenye kampuni. Sasa ule wizi mimi ndo nilikuwa naonekana mnoko nazuia, ndo wale wezi wakawa wananitilia fitna, nimefukuzwa kazi. Sasa nilipofukuzwa kazi kukafanyika uwizi wa bilioni, mabilioni kwa vifaa vya umeme. Sasa kesi yake ofisi nzima wote wamefungwa, miaka 25 miaka 30, ili ukombolewe ulipe bilioni kadhaa. Sasa baada ya kufukuzwa watu wale, nikaonekana mimi sina ila, nikarudishwa kazini, nikafanywa mkurugenzi. Nikamwambia huyu ndo mtu sawa. Nikamwambia sasa usingefukuzwa ungefungwa na wewe. Ambia kabisa kabisa. Ananiambia bwana Mungu yupo. Nikamwambia ndo unajua sasa hivi Fadhilillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.